wa umoja wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia fadhila hii tukaweza kusali sala hii tukufu ya Ijumaa katika ardhi tukufu ya msikiti huu. Tumshukuru kwa sababu wapo wenzetu wengine ambao walilitaka hili, lakini kwa sababu ya dharura mbalimbali hawakuweza kulipata. Lakini tunao wenzetu wengine ambao hili linawawajibikia na hawakuwa na dharura yote isipokuwa tu ya kupitikiwa kutokuja kulitimiza. Hawa ni wenzetu na ambao tuzidi kuwawaidhi, tuzidi kuwaombea dua Mwenyezi Mungu na wao awanyooshe wapate fadhila hii, watimize wajibu huu ambao Mwenyezi Mungu katuwekea. La pili, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, niseme kwamba leo ni siku ya Ijumaa, na siku ya Ijumaa Mwenyezi Mungu katuwekea, katufaradhishia kwamba tuwaidhiwe, tupewe waidhi, kwa sababu Mwenyezi Mungu katupa kazi kubwa sana. Katika kazi aliyompa binadamu ni ulezi wa nafsi, na ni nafsi ndiyo ambayo ama itamtia binadamu kwenye atapata faida au atapata hasara. Akiinyoosha nafsi naye atanyokewa, au sivyo? Na akiipindisha naye mambo yake yataharibika. Ndio alivyotuambia hukumu yake juu ya nafsi kwamba kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dasaha. Ndio hukumu ya Mwenyezi Mungu kwa nafsi. Lakini hakutupa tu nafsi halafu akatuachia, katusaidia katika ulezi. Na miongoni mwa visaidizi hivi ni hutuba za Ijumaa. Itabakia sisi wenyewe tu, na kwa umuhimu wake ndio maana tulikumbushwa hapa kabla ya kusali na muadhin maneno ya mtume wetu kwamba akishakupanda khatib juu ya mimbar basi haruhusiwi mtu kusema lolote. Kwa sababu gani? Ya uzito wa hutuba za hizi za Ijumaa. Tuzipate, tuzizingatie, zitufae. Mimi huwa ninasema kama ingekuwa labda ni dawa, basi Mwenyezi Mungu atuwekea tumeze vidonge 5 kila siku vya kutibu nafsi, nao ni sala, au sivyo? Lakini katuwekea na sindano moja kila wiki, nazo ndio hizi hutuba za Ijumaa. Zote zitusaidie kutibu nafsi. Na leo hapa tumepewa somo moja kubwa sana, somo la subra. Maana subra mimi nasema ndiyo roho ya dini, ndiyo roho ya mafanikio. Bila subra sidhani kama tunaweza tukafanikiwa, na tumeelezwa vizuri. Ndio maana mimi sitaki nitoe hutuba ya 3. Napenda haya tulioelezwa hapa tushikamane nayo, na katika haya mimi labda niongeze ili kukumbuka zaidi. La kwanza, na ambalo pengine na sisi tunaupata mtihani huu sasa hivi, mtume wetu yeye alikabiliana na ilibidi alete subra dhidi ya watu ambao walikuwa wajinga, hawajafahamu, kama hawa taifa Makureishi na wengine. Lakini mtume wetu pia alibidi astahamili vitendo na mambo ambayo yalifanywa na watu ambao walikushaamini, na huwa ni mtihani mkubwa sana kwamba mtu kishaamini halafu akafanya mambo kama kwamba yeye bado ni mjinga, hana tofauti yeye na mjinga. Na ndio mtihani ambao tunao
sisi. Lakini Mwenyezi Mungu anatufunza juu ya mwenendo wa mtume wetu ni ule wa kwamba hata hao basi bado mtume alichukua juhudi ya kuwanyoosha. Walichokuja kugombana na Mwenyezi Mungu ni kiburi chao cha kwamba washakosea, hawataki kurudi katika mstari. Ndio walichokuja wakagombana nao. Maana katika watu ambao wameshaamini ni watu ambao ni wanafiki, kwamba kisha amini lakini bado akaja akakufuru haki, akajipotosha. Na hawa walikuwa nao, na mwenyewe alikuwa akiwaamini sana, akina Ibn Salula, au sio? Abdullah bin Ubayd ni katika watu alio waamini kweli kweli. Hata walipofanya mambo ya kupiga vita Uislamu na Waislamu, alipokwenda kuambiwa yeye aliwakatalia, haiwezekani hawa wafanye mambo haya. Lakini pamoja na kufanya hayo bado alitaka kuwalingania warudi, kuwaombea maghfira. Na ndio maana Mwenyezi Mungu alipowakasirikia ni kwa sababu baada ya yote hayo walioyafanya bado walifanya kibri, hawakutaka kwenda kunyooshwa. Ndio akatuambia, wa idha qila lahum ta'alahum yastaghfiru lakum rasulullah lawau ruusahum wa ra'aitahum yasuduna wa hum mustakbirun, kwamba hata walipotaka kuombewa bado wao walifanya kibri. Ndio maana Mwenyezi Mungu akawafungia milango kwamba sawaa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allahu lahum inna Allaha la yahdi qaumu fasiqin. Ndio sababu sasa na sisi kwenye nchi yetu, kwenye maisha yetu ya sasa, tuna mitihani hiyo hiyo. Kwa hivyo tunahitaji subira kubwa zaidi, maana ni mitihani inayotoka kutoka kwa wenzetu ambao wameamini. Ni watu ukiwaona tunasali nao misikitini, wanakaa safu za mbele, wengine wanasalisha, lakini inapokuja kwenye mtihani mdogo utajiuliza kwamba ndio huyu, ndio hawa leo kwa lipi? Maana nchi hii watu wanajibebesha mizigo mikubwa kwa vitu vidogo sana, wengine kwa vyeo tu, tena kicheo chenyewe utafikiria kikubwa, wengine kwa ukuu wa wilaya tu. Unajiuliza unakwenda nao akhera pia, maana hujui hao lokupa pengine baada ya siku mbili watakuondoa. Lakini watu wanabeba mizigo mikubwa sana. Nasema haya kwa sababu jana, ndugu zangu, nchi yetu kuna jambo kubwa la kutufunza, la kujifunza. Baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana, sisi tulikuwa tukiomba misikitini, naamini hata jambonia mkiomba, au sivyo? Mwenyezi Mungu atupitishe kwa salama. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akaitikia dua zetu, tukapita kwa salama, kwa maana ya kwamba angalau si mali ya mtu, si roho ya mtu, si heshima ya mtu iliondokea. Lakini wenzetu bara wakapata mtihani mkubwa sana. Lakini kwa nini sisi Mwenyezi Mungu, mimi niseme alitusaidia? Kwa sababu tulitawakali kwake, na sio tu kutawakali kwake, lakini na subira hii tuliohusiwa hapa, tulifanya subira kubwa sana. Maana vitendo tulivyofanyiwa, vitendo vilivyofanywa, ndio najiuliza, huyu si tunasali naye, huyu si ni mwalimu wetu?
Lakini tukasema Mwenyezi Mungu bwana, ikiwa we unaichukia dhulma, Mwenyezi Mungu anaichukia zaidi. Ukishakuitakidi hilo, haikupi shida. Tukasema ikiwa haya mtu anafanya dhulma, basi Mwenyezi Mungu anaichukia zaidi. Tukavuta subra, alhamdulillah. Wenzetu wao yakapita yaliyopita. Maana jana tumeambiwa kwa hiyo kumbukumbu rasmi ya serikali kwamba watu zaidi ya 500 na ushei waliouliwa. Watu 500, hajawahi kutokea katika nchi hii watu 500 wakauliwa kwa siku moja au mbili, lakini waliuliwa. Imeundwa tume, jana wamewasilisha ripoti, haijawasaidia kurudi pale. Imewasaidia, naona imetengeneza fitna nyingine kubwa zaidi. Tusifikiri kwamba ile ndio dawa wala mwarobaini. Maana yake ni nini? Ni kwamba jambo likishakutokea, ndugu zangu, mkarudi kwenye mstari, mkarudi kwenye, kwanza hata mkilalamika vipi, ndio washatokea alouliwa kauliwa, lakini kurudi tena kwenye mstari inakuwa ni shida kubwa sana, hasa kama hamkusimama na subra. Sisi baada ya yote yaliyotokea, yote yaliyofanywa, sisi wengine mliotupa dhamana, tukachagua njia ya kuliendea jambo hili kwa kutafuta lisirudi tena katika nchi yetu. Tutengeneze utaratibu katika nchi yetu, ili haifai watu ambao ni Waislamu. Maana hapa hatupigwi na mtu kutoka nje, hatudhulumiwi na mtu kutoka, ni sisi wenyewe kwa wenyewe tunafanyiana mambo haya. Na wakishakufanya watu wana kibri kikubwa, anaona jabari, yeye anajiona hodari kwa kufanya dhulma. Lakini tukasema pamoja na yote sisi tuendelee kutawakali kwa Mwenyezi Mungu. Tumekaa kipindi chote, tunawashukuru, tunao viongozi bado wenye hikma wakatuongoza, tukazungumza katika kuitengeneza nchi, si kutengeneza siasa ya chama au ya watu au ya mtu binafsi. Na alhamdulillah, tokea mwezi wa Novemba haikuwa jambo rahisi, haikuwa jambo rahisi, kwa sababu unapokuwa na mtu ambaye kakosea na bado ana kibri, hataki kukubali kwamba kakosea, ni shida. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa tuongoza katika hii subra, tumekwenda. Laiti pengine katika hao viongozi wetu waliosimamia jambo hili hakupata dharura, akaondoka labda kwa muda mwezi mmoja na zaidi, pengine leo tungekuwa angalau tunasema tumefika pahala, kila mtu atajua kwamba tunaelekea wapi sasa. Sisi tulilolichukua hatukutazama maslahi ya mtu, tunatazama maslahi ya nchi, na hasa nchi tukufu kama ya kwetu ambayo inaongozwa, inasimamiwa na tulioko ni wengi ni Waislamu. Haya ndio utokee, hayafai, yanaharibu sio tu maisha yetu, lakini yanaharibu hata imani zetu, inaharibu dini yetu. Maana leo mtu yuko ana kipato, lakini unajiuliza kipato hichi atakwendea hija? Wanakwenda hija watu, wanakwendea umra, wanalisha familia zao kwa kipato hichi. Huu ni mtihani, maana ni ndugu zetu wengine, au sivyo? Kwa hivyo nasema tutafute jambo la kuliondoa hili, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sisi tunaona tumefika pahala pazuri. Tunategemea katika kipindi kifupi kijacho, kila mtu atasikia tulipofika na ataona kwamba tulipoendelea ni tunakoelekea ni wapi. Lakini madhumuni ni kuitengeneza nchi yetu, nchi hii tukufu ya Waislamu walio wengi,
tuliokuwa na mila iliyosimama juu ya Uislamu, na sisi tukatawakal kwa Mwenyezi Mungu, tukasimama katika subra, tukaweza alhamdulillah kufika hapa tulipofika tunavyotegemea. Tuzidi kuomba dua Mwenyezi Mungu atunyoshe, ili tuisimamishe nchi yetu katika misingi iliyokuwa sahihi. Mimi nilisema kwa sababu tumeambiwa jambo la subra, na mimi niwaambie katika subra hii tulioifanya, basi tumefika pahala gani, na tuzidi subra, tuzidi dua, tutawakal kwa Mwenyezi Mungu, tutengeneze nchi yetu. Mimi naomba tena niwashukuru ndugu zangu wa Japonia kwa kupata, pia nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hii kuwa na nyinyi. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe, tuzidi kuwa pamoja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.